Wakati tukiwa tunasubiria tamko rasmi kutoka kwa familia kuhusu chanzo na sababu ya kifo cha MC Pilipili, ambapo siku ya leo umauti umeweza kumkuta huko Dodoma ghafla, watu wameanza kubashiri ambako kila mmoja anazungumza lake. Kuna watu ambao wanasema MC Pilipili kafariki kwa pressure. Hiyo ndo naona komenti nyingi za watu kwenye kila comment ambayo watu wanajaribu kuulizia kwamba itakuwa nini shida. Watu wanasema kwa asilimia kubwa huende ikawa ni pressure. Na niwakumbushe tu kwamba kwa maelezo ya hospitali iliyoko Dodoma General, daktari mkuu wa pale ameweza kuwasiliana na Global TV na akawaeleza kwamba MC Pilipili alifikishwa pale hospitali tayari kashafariki. Kwa hivyo wale watu ambao MC Pilipili alikuwa nao, kwa sababu alikuwa amekwenda Dodoma kwa ajili ya kusherehesha, timizi kwamba hakuwa peke yake, alikuwa na watu ambao ilikuwa ni kama team kwa ajili ya kwenda kwenye hiyo shughuli ambayo leo alikuwa anaenda kuifanya. Manake wao ndo watakuja waeleze familia au vyombo vya habari kwamba nini kilikuwa chanzo cha MC Pilipili. Lakini watu wanasema chanzo cha kifo inawezekana kwa asilimia kubwa ikawa ni pressure. Ikawa ni pressure. Watu wengine wanahusisha na vitu tofauti tofauti, hasa vya ndoa yake aliyekuwa mke wake, ambapo mpaka umauti umemkuta kulikuwa na hizi sintofahamu kwamba watu wameachana au la. Lakini kwa taarifa ambazo zilikuwepo ni kwamba walikuwa wameshaachana. Unaona bwana. So watu wanahusisha na ndoa kwamba bwana inawezekana alikuwa bado anampenda mkewe, kwa alikuwa na pressure alikuwa anaishi nayo, ndio hivyo labda imemsababishia huo mauti. Lakini watu wanasema hivyo kwamba chanzo inawezekana ikawa ni pressure. Tuendelee kusubiria tamko rasmi na taarifa kutoka kwa familia, kwa sababu wao ndo watazungumza ukweli.